Ukraine imekubali kusitisha mapigano kwa siku 30 mara moja kufuatia pendekezo la Marekani wakati wa mazungumzo nchini Saudi Arabia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema atawasilisha ombi hilo kwa Moscow, akisisitiza kuwa mpira uko kwao. Hata hivyo, Kremlin haijatoa majibu rasmi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameutaja mpango huo kuwa chanya na ameitaka Washington kushawishi Russia kukubali. Mazungumzo hayo mjini Jeddah ni ya kwanza rasmi kati ya Marekani na Ukraine tangu mvutano mkali kati ya Zelensky na Rais Donald Trump mwezi Februari. Marekani imetangaza kurejesha msaada wa kijasusi na usalama kwa Ukraine ambao ulisitishwa baada ya mgogoro wa ikulu ya White House. Pande zote mbili zimekubaliana kuanza mazungumzo mara moja ili kufanikisha amani ya kudumu kwa usalama wa muda mrefu wa Ukraine. Rubio amesisitiza kuwa Ukraine iko tayari kusitisha mapigano na kuanza mazungumzo iwapo Russia itakataa pendekezo hili, basi tutajua nini hasa kinasababisha ukosefu wa amani, amesema Rubio. Mjumbe maalumu wa Trump Steve Witkoff anatarajiwa kusafiri kwenda Moscow hivi karibuni, ingawa mipango inaweza kubadilika. Zelensky anamshukuru Trump kwa kujenga msingi mzuri wa mazungumzo, huku akihimiza Russia kuonyesha nia ya kumaliza vita. Hata hivyo, mbunge wa Russia Konstantin Kosachev amesisitiza kuwa makubaliano yoyote yatakuwa kwa masharti yetu. Trump amesema anatarajia Putin atakubali mpango huo, akiongeza kuwa inahitaji pande mbili kufanikisha amani. Aidha, ameashiria uwezekano wa mkutano wa baadaye na Zelensky mjini Washington. Pendekezo hili linakuja wakati Marekani na Ukraine zinajadili tena makubaliano ya madini muhimu ambayo yalikwama kutokana na mvutano wa kidiplomasia. Wakati huo, viongozi wa Ulaya wameonyesha wasiwasi wao kwa kutengwa katika mazungumzo ya hivi karibuni. Trump ameongeza shinikizo kwa Zelensky kukubali sitisho la mapigano bila kutoa dhamana ya usalama inayoombwa na Ukraine. Pia ametishia kuiwekea Russia vikwazo zaidi ikiwa makubaliano hayatapatikana. Mimi ni Hassan Magulumali na hii ni Media Express.